Mtazamaji, msichana mwenye umri wa miaka 17 anazuiliwa na polisi kwa madai ya kumuua mtoto mwenye umri wa miaka 3 hapo jana nje ya kanisa moja katika kaunti ya Nakuru. Kulingana na familia ya Margaret Wanjiru, kanda za CCTV zimeonyesha jinsi mauaji hayo yalitekelezwa mchana peupe, jambo lililoacha wakazi wa kijiji hicho, eneo bunge la Bahati, na maswala chungu nzima. Rosan Moi sasa anatupa maelezo zaidi. Regina Wangoi pamoja na watoto wake wawili walihudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la PCEA Shalom lililoko eneo la Mchanganyiko, Bahati, kaunti ya Nakuru. Masaibu yake alianza ilipofika wakati wa kwenda nyumbani, kwani mwanawe mdogo kwa jina Margaret Wanjiru alikuwa hapatikani. Nikamuuliza Aizo, mtoto wako wapi? Akaniambia mtoto sijui kwenye yako. Dakika chache baada ya msako wao, walifahamishwa kuhusu mtoto mchanga aliyekuwa amelala kwenye nyasi nyuma ya kanisa. Kapata kweli mtoto amelala, alikuwa kwa mdomo anatoa tui mate ile kamasi. Ukaguzi wa CCTV ulionyesha mshukiwa huyu akiondoka na Wanjiru kanisani kisha kuelekea nyuma yake na kufanya madhila hayo. Anaonekana vile alisquat tu kidogo na akanyonga mtoto na mtoto akakufa, na akaconfirm amekufa juu alimwangalia tu hivi na akaona amekufa, akaanza kurudi na karudi mpaka kwa kanisa. Msichana huyo wa miaka 17 anaonekana baadaye akirejea kanisani kumchukua kakake, na wanaondoka na kusimama mita chache kutazama. Anaangalia movement za watu wakikimbia na huko amekaa tu, but brother yake anampush waende. All in all walienda. Akiwa katika kituo cha polisi, mwanafunzi huyo wa kidato cha 4 alikiri kumfahamu vizuri Waithera na mama yake. Na kwa nini ulimfanyia hivyo? Na mchukiaga tu. Hivyo ndio alikuwa anajibu. Mshukiwa ametajwa kuwa na hulka ya kuwa na mtagusano na watoto wengine kanisani mara kwa mara, sio tu mwenda zake. Siwezi ona vile mtoto mdogo hivyo I think huyo msichana wa form 4 hajafikisha 18 years. Huyo vile atakuwa na hiyo mind ya kunyonga mtoto mpaka anakufa na naacha amekufa, alitoa wapi hiyo mind? Nini ilimsukuma? Yaweza kuwa bado na wao kuna mambo yanafanyika kule shule, maybe drug abuse, ama wrong teaching, ama kujiunga na mpaka na vikundi zingine zenye bado hatujaweza kuzijua. Wachanganuzi wa sheria wanaeleza kwamba mshukiwa huyo atafunguliwa mashtaka, ingawa umri na mazingira yaliyosababisha maafa hayo yatatiliwa maanani. The subject is a child in need of care and protection because that age. Kwa hivyo atachunguzwa na atapelekwa mpaka hospitali tujue the state of mind fika kuwa mwenzake, na baada ya hayo sheria itachukua mkondo wake. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV.